Basi mpendwa mtazamaji ambaye unaangalia Jodevi TV, ni wakati wetu mwingine tena tunakukaribisha hapa katika kipindi kizuri cha NYU Special. Na ukizingatia hapa tuko pamoja nawe na tunafurahi tena kuwa katika kipindi hiki, wewe mtazamaji wetu ambaye unaangalia Jodevi TV. Kwa kweli tunafurahi sana wewe ambaye unaendelea kufuatilia vipindi vyetu mbalimbali, na tunaamini kabisa kupitia vipindi hivi unaendelea kubarikiwa. Basi kwa majina, mimi ninaitwa Christina Ndagile, na leo tena tumetembelewa na mgeni hapa ambaye muda si mrefu nitampa nafasi ya kuweza kujitambulisha ili mtazamaji wetu ambaye unatutazama kwa wakati huu uweze kujua leo tena tuko na nani katika kipindi hiki cha NYU Special. Karibu sana. Basi wote na wasalimu katika jina la Yesu. Kwa majina ninaitwa Andrew Okusi kutoka pale Kampala, Uganda. Na nimefurahi kuwa Arusha, Tanzania. Ndio. Na nimefurahi pia kuwa kwenye televisheni ya Jodevi. Mungu awabariki na awatende mema. Sawa kabisa. Asante sana. Basi leo mimi ninaamini kabisa Apostle Endo Okusi, kuna mambo ambayo pia huwa tunayazungumza tunapokuwa katika kipindi hiki cha NYU Special. Na ninadhani kabisa kwa mtazamaji na wewe jinsi ulivyojiandaa, vitu ambavyo huwa tunavizungumzia, tunaziangalia kazi za nabii mkuu. Sasa labda kwa upande wako kama mtume, labda hilo na wewe leo unalizungumziaje? Yes, nashukuru sana dada Ndagile kwa kunipa nafasi hii kuweza kuongea kuhusu kazi za nabii. Kwanza kabisa hebu tujiulize nabii ni nani? Ndio. Kwa sababu tunaweza kusema kazi za nabii, lakini lazima kwanza tuende kule nyuma tujiulize nabii ni mtu aina gani? Lakini naweza nikakitafsiri kwa Kiingereza kidogo. Sawa kabisa. Ndio tutachanganya, tutabambanya na tutaenda mbele katika jina la Yesu. Sawa. Kwa hivyo a prophet is an anointed minister of God. Kwamba ni mpakaliwa mafuta wa Mungu, okay? Na yeye akona karama maalum. He has a special calling upon his life. Praise the Lord. Amen. And he speaks the mind of God. Nabii ni mtu ambaye anaongea mawazo ya Mungu. Haongei tu mawazo ya mwanadamu, bali anaongea mawazo ya Mungu. Na haya mawazo ambao Mungu anampatia ni yale Mungu amempatia kwa ajili ya watu wake ambao ni mimi na wewe siku ya leo. Kwa hivyo baada ya kuwa na jambo kama hili, unakuta kwamba nabii pia ni mtu ambaye amepewa ujumbe kwa ajili ya kanisa, amepewa ujumbe kwa ajili ya taifa. Haleluya. Kwa hivyo tunaona kwamba huyu mtu amepewa ili neno kuja kusaidia watu, kuja kuinua mioyo ya watu. Kwa hivyo tumepata kujua kwamba nabii ni mtu gani? Nabii ni messenger wa Mungu. Ni mtumwa wa Mungu. Au is a custodian. Ni yule mueka hazina wa vitu vya Mungu. Kwa hivyo kazi yake ya kwanza, nabii kazi yake ni to edify the body of Christ. Kuedify manake ni kuijenga mwili wa Kristo. Na tunashukuru kwa sababu pale mbeleni Tanzania ilikuwa haijaelewa kwamba Mungu ameandaa nabii. Lakini at this moment tunaona kwamba Mungu ametupatia nabii ambaye ni baba wetu Jodevi. Na huyu ametumwa kwa ajili ya kanisa. Ametumwa kuleta ufalme wa Mungu ndani ya kanisa. Na tunashukuru kwa jambo hilo. So jambo la kwanza, amekuja kuijenga kanisa, amekuja kuinua kanisa, na amekuja kuinua watu ambao walikuwa hafifu wawe ni watu wa maana. Sawa kabisa kweli. Asante sana. Ni kweli hicho kitu pia tumeweza kukishuhudia. Pia tunapoona kwa jinsi vile unavyozungumzia kwamba watu pia, moja ya kazi za nabii mkuu Mheshimiwa Dr. Jodevi ni kuwaleta watu wawe watu wa maana. Watu ambao waliibiwa vitu vyao waweze kurudishiwa. Hicho kitu chokizungumza ni kweli kabisa. Na labda ukiendelea zaidi tunaweza tukamjenga zaidi msikilizaji wetu. Sasa tuna jambo lingine nataka uelewe kwamba huyu nabii ni mjenzi. Ni mjenzi. Yaani wewe unakuja ukiwa haujajengwa. Unakuja kama mtu ambaye ameishiwa,
hana direction, Ndiyo. hana tumaini lolote, amekuja mbele za nabii. Na unapokuja mbele za nabii, Ndiyo. kumbuka huyu nabii ako na kifunguo. Mungu amempa kifunguo. Ndiyo. Unapokuja mbele zake, Sawa. kile kifunguo anachokupatia ndicho kinakufungua, kinakuweka in the limelight of the world. Ndiyo. Yes, you might have come when you are downtrodden. You might have come when you are a nobody, a non-entity in the society. But when you meet a prophet, your life is amplified. So that's why when you come to ngurumo ya upako, Ndiyo. unapokuja katika ngurumo ya upako, wewe ambaye umeishiwa nguvu, wewe ambaye haujui tutaanzia wapi, utamalizia wapi, unapokutana na nabii ambaye ndiyo baba wetu wa kiroho, maisha yako inaanza kubadilika mara moja. Kitu kinaanza kubadilika. Ndiyo. Ni kwa sababu huyu nabii ni custodian wa vitu vya Mungu. Is a custodian of divine heavenly plans. Yeye ndi ako navyo kwa mikono yake. Sawa kabisa. Kwa hivyo unapokuja pale, mambo yote inaanza kubadilika. Kwa sababu nabii ni voice ya Mungu. Ndiyo. Ni sauti ya Mungu. Akiwa sauti ya Mungu, kwa hivyo Mungu anampatia rema, na ile rema inapokutana na mtu ambaye ako na imani, Ndiyo. kuna mlipuko unaotendeka. Na ule mlipuko Ndiyo. ndio unaleta mabadiliko katika maisha ya mwanadamu. Sawa kabisa. Hilo Amen. nalo ni jambo zuri kabisa. Amen. Na wakati mwingine unakuta labda kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza angependa kujua kwa nini tunamwita labda nabii mkuu? Si wapo manabii wadogo? Yes. Labda hiyo nayo unaweza kuizungumzia. Now, jambo hatuna. la kuitwa kwamba nabii mkuu, Ndiyo. usishangazwe kwa sababu kuna watu ambao Mungu amewapatia neema tofauti. Ndiyo. Lazima tuelewe kwamba sio watu wote ambao wanaoperate katika different grace. Ndiyo. Kila mmoja amepewa neema kulingana na vile imani yake ilivyo. Ndiyo, sawa Na kabisa. tunapomuita nabii mkuu ni kwa sababu kuna neema ambayo Mungu amempatia. Neema isiyokuwa ya kawaida. Sawa kabisa. Neema hii ambayo mimi mwenyewe niliyoiona kwenye television haikuwa ni neema ya kawaida. Kwa sababu kuna watu ambao kweli ni manabii, Ndiyo. lakini vitu wanavyovifanya unaona kwamba ni vitu vya kitoto. Unakuta ni vitu kwamba havina ukomavu ndani yavyo, ni vitu tu viko pale shallow. Lakini mtu ambaye ni nabii mkuu ni mtu ambaye amepitia majaribu, Ndiyo. amepitia mambo mengi, na haya yote Mungu amempitisha na akamkomaisha. He has now become mature into that office. And when he becomes mature in that office, whatever he speaks is not out of experience, but it is out of the rema that the Holy Spirit gives the prophet. So huyu nabii mkuu Ndiyo. ni mtu ambaye amekomaa, ameingia kwenye level isiyokuwa ya kawaida. Ndiyo. Because there are several levels. But now he has entered what we call the kingly level. That kingly level, Ndiyo. hiyo level ya mamlaka hiyo, Ndiyo. hiyo level ya tunaita kingdom Ndiyo. authority. Hiyo ni level isiyokuwa ya kawaida. Maana at that particular time, Ndiyo. he's able to create anything in the realms of the spirit. Ndiyo. He's able to create anything in the realms of the physical. And whatever he speaks, it becomes a seal. Inakuwa ni muhuri ambao amestamp pale. Kwa hivyo huo ndio nabii mkuu. Now we have minor prophets. Ndiyo. Yeye anaweza akatabiri, anaweza akasema mambo mawili matatu, lakini baada ya kuyasema haya mambo hayajatoka vizuri. Kwa sababu kuna hile tunaweza kuona kwamba he is not yet understanding very well how to declare some things. Ndiyo. Labda amemkuta mtu amefanya uzinzi kanisani, badala ya kutumia hekima Ndiyo. anaenda kumlipua mbele ya watu. Huyo tunaona ni mtu ambaye bado hajafanya nini. Lakini baba wetu kwa nini amefika katika ile level? Hata akiona jambo ambalo sio sawa, Ndiyo. anatumia hekima ya kiungu kukupatia mashauri, Sawa. na baadaye unapotoka mbele yake, you are not destroyed, Ndiyo. but you are built. Yes. Sawa kabisa. Basi tukiwa tunaendelea hapa, mtazamaji wetu ambaye pia unaendelea kutufuatilia hapa kupitia Jodevi TV, ninaamini kabisa na wewe pia unaendelea kuwa sambamba nasi hapa moja kwa moja. Na labda kuna jambo lingine ambalo mtumishi wa Mungu Endo Okusu kutoka Uganda, kuna swala lingine ambalo unaweza kuona kwa baadhi ya watumishi wakiwa wanapenda
labda kumwangalia baba yetu wa kiroho Nabii Mkuu Dr. Joe David na wengine kuiga vitu wanavyofanya, na hapo wamezungumzia levels zinakuwa tofauti. Yes. Kitu kama hicho unaona kwa watu ambao pia wanaiga vitu ambavyo bado hawajafikia katika level, labda ni madhara gani ambayo pia inaweza unajua kuna madhara ndio. Kwa mfano kama wana wa Skeva, ukienda kwa kitabu, katika kitabu cha Acts, Matendo ya Mitume, unakuta kulikuwa na wana wa Skeva. Hawa wana wa Skeva, maandiko inasema walisema kwamba walianza kukemea pepo kwa jina la Paulo. Ni kwa sababu kwamba walikuwa hawajakuwa submitted kwa Paul. And because they were not submitted to Paul very well, there was a delay in their spirit. So immediately they started casting out the devil. The Bible said the demons said, we know Paul. We know Paul, we know Apollo. But you people, we don't know you. Ni kwa sababu they had no identity. They had no identity where they are coming from. So the truth of the matter is, if you want to operate like the man of God, our father, Prophet Joe David, the best thing is to come and sit, kukaa chini, ndiposa uweze kusoma, uweze kujifundisha. Huyu mtu anafanya kazi vipi? Na hii kazi anapoifanya, how is his work? How is he portraying his work? Many people, they want just to jump on things, but they don't want the process. Unaona? Wengi wanataka kufanya vile nabii anafanya. Wanataka kutembeza convoy kama yake. Wanataka kuwa na security kama yake. Lakini hujui ni kwa nini anatembea na security. Hujui ni kwa nini anatembea na convoy. Hujaielewa. Sasa kitu kizuri ni kwamba njoo ukae chini. Uweze kufundishwa. Maana hapa ni chuo cha manabii. Katika chuo cha manabii unafundishwa jinsi ya kutabiri, unafundishwa jinsi ya kuwa na discipline na character. Okay? Kabla hujakuwa huyu mtu, ni lazima uwe na mahali unapotoka. Hapo mahali unapotoka, sasa hapo ndipo Mungu anatuchuja. Na wengine wetu tumekataa kuchujwa, na tunataka tukae hapo. Nataka nitabiri kama baba, nataka nifanye vitu kama baba. Anapotupa mguu na mimi nimtupe mguu, haitafanya kazi. Kuna ndugu moja pale Nairobi, aliona mwenzake akitupa mguu, naye akatupa mguu, kwa bahati mbaya akateleza akaanguka. Sasa naye akavunja mfupa wake. Kwa sababu vitu alivyovifanya alikuwa anaviiga. Hakuvielewa vizuri. So the best way as a man of God or as a woman of God, ukitaka kupokea kitu kwa mtu, kuwa submissive under that grace. Kuwa mnyenyekevu chini ya hiyo neema. Na ukiwa mnyenyekevu chini ya hiyo neema, ile neema ambayo inaoperate kwenye madhabahu itakuwa ikikuangukia kidogo kidogo. Baadaye mtu wa Mungu ataanza kuona huyu mtu amekuwa mnyenyekevu, amevumilia kipindi hiki chote, basi sasa naona amefika kiwango fulani. Atakuita mbele za watu, atakuombea mbele za watu, na neema itaanza kufanya kazi. Lakini ukirukia vitu, hautaweza kufika malengo yako. Haleluya. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana. Tukitaka kutembea kama nabii wetu, vile Mungu amemuinua, ni lazima nasi tuwe tayari kunyenyekea, kushuka. What I call, we need to humble ourselves and we need to submit ourselves so that we are able to be lifted. And the Bible says, humble yourself and I will lift you. So if you are not able to humble, the lifting shall become a difficult thing. That's why many people have been in the ministry and they have been unable to capture the spirit of their father. Wameshindwa kushika roho ya baba zao. Kwa sababu ya nini? Wameshindwa kunyenyekea. Unajua hii ofisi ya unabii ni ofisi ambayo iko very sensitive. Sio ofisi ya kurukia. Ni ofisi ambayo inahitaji sensitivity in everything. So I am encouraging somebody listening to me that if you need the grace of the prophet, the grace of our father, Prophet Joe David, if you need this grace to work for you, you need to come and submit. Come learn. Sio vigumu kusoma. Unajua kuna wengine wanataka wakuje, apewe nafasi ya ubiri, apige kelele. No. I am here, I'm also learning. All the way from Uganda.
paid my ticket, paid my hotel bill. I've sacrificed something. Why am I here? I'm here because I need to learn something so that tomorrow I can become a great leader. I can become a great man of God. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Sawa kabisa. Basi mpendwa mtazamaji wetu ambaye unaendelea kuwa sambamba nasi, mimi ninaamini kabisa tunaendelea kuwa pamoja na wewe ambaye unaendelea kutufuatilia hapa moja kwa moja, na labda pengine ndio unafungulia televisheni yako ya Joe David TV. Kumbuka tuko hapa na Mtume Andrew Okusu kutoka Kampala, Uganda. Na vile vile kwa haya ambayo anayazungumza, mimi ninaamini kabisa ni sehemu mojawapo ya mtazamaji wetu kuweza kujifunza zaidi kwamba tunazungumzia kazi za Nabii Mkuu Mheshimiwa Dr. Joe David, lakini pamoja na kazi hizi pia zinahitaji wewe ambaye unahusika, labda pengine kama sisi ambao tunamtazama baba yetu wa kiroho, tuwe wanyenyekevu, tuwe na discipline ambayo, kwa sababu kama umesema kwamba ofisi ya kinabii ni moja ya ofisi ambazo ziko sensitive, ambapo kwamba ukikaa nao ni watu ambao unatakiwa kuwa makini sana. Labda mimi nimeona hapo Apostle uweze kuzungumzia katika swala la unyenyekevu. Hii unyenyekevu mara nyingi naona huwa inawapa watu shida. Labda ungegusia hapo zaidi kuhusiana na unyenyekevu, labda kama ukitaka na wewe ukue vizuri unapokuwa chini ya Nabii Mkuu Mheshimiwa Dr. Joe David, inahitajika ule unyenyekevu. Labda hapo mimi naona ungekaa kidogo kuzungumzia swala la unyenyekevu. You know, submission, tukiangalia hali ya unyenyekevu ni jambo kubwa, ni jambo kubwa, lakini inahitaji nayo wisdom. Now when I talk about submission, I am not talking about somebody sitting on you and oppressing you. Submission simply means taking your whole being, your whole spirit, your whole mind, and subjecting it to the spiritual authority that is serving you. Mwili yako yote, mawazo yako yote, fikira zako zote unazishusha na kuziweka kwenye authority ambayo inakuongoza. Na ukiwa katika authority hile, you need to follow the advice. Kuna wengi anasema nimesubmit, lakini mtumishi akimwambia kaa chini hawezi kukaa chini. Kuna wengine wanasema nimesubmit, lakini ukimwambia fanya hiki hawezi akakifanya, kwa sababu yeye akona kile kiburi ndani yake, kilizaliwa ndani yake, kiko ndani yake, kimekolea ndani yake. Kwa hivyo yeye anaona no, everything is running well. But submission simply means lowering yourself, coming to the level of a nobody. Even if you have anything, you just become nobody, so that God himself can be able to lift you. For example, in this ministry we have one prophet, and the prophet is Prophet Joe David. Since he's the visionary of this ministry, I cannot come with my ministry from outside and I try to run a ministry inside a ministry. Siwezi kutoka nje na nikaanza tena kufanya huduma ndani ya huduma. Kwa sababu nikifanya huduma ndani ya huduma, hii huduma sasa kutakuwa na mpiganisho. Na ule mpiganisho ndio unaleta ile tunaita vita katikati ya watu. So if you know very well kwamba Mungu amekuita na akasema go and submit under the ministry of Prophet Joe David, the first thing you need to do, you also come submit your ministry. Unaingiza huduma yako. Na baada ya kuingiza huduma yako, now your title cease to function. Ile jina umekuwa ukijiita, kama ni apostle, kama ni nani, ina cease. Kwa sababu pale kuna mamlaka mengine. Uko chini ya mamlaka mengine. Sasa hapo kwa hiyo mamlaka, Mungu ndiye anaanza kukusaidia. Ni yule mtu ambao umekuwa chini yake. Yeye mwenyewe ataanza kukuinua moja kwa moja. Mpaka kipindi atakapoona kwamba umeiva. Uko tayari kuliwa. Haleluya. Hapo basi ndiye atafanya nini? Atakuachilia. Nataka nisome Biblia katika kitabu cha Zaburi 145. Ndiposa watu muweze kunielewa vizuri. Kwa sababu nasema na huyu ndugu anaongea tu olela bila Biblia. No, sisi na Biblia zipo. Biblia zipo bwana. Na tena Biblia sio kusoma tu, Biblia ziko ndani yetu kwa sababu tumesoma na tukazielewa. Haleluya. Amina. Zaburi 145 mstari ule wa 15. Nitasoma kwa Kiingereza. Maandiko yanasema,
the eyes of all wait upon thee, that thou givest them meat in due season. Maandiko inasema macho ya watu wote yanakungojea wewe. Ndio. Ndiposa kwa wakati unaofaa uweze kuwapatia chakula. Haleluya. Wakati unaofaa ni wakati gani? Ni wakati sasa umekaa chini ya mtu wa Mungu, umekaa chini, umesubmit kila kitu chako, umekuwa sasa unaanza kufuata vile anavyosema, you follow his direction, you follow what is directing you. Sometimes these prophets, our manabii, especially our father, vile nimempima, ni mtu ambaye hataki mambo mengi. Hiyo nimemsoma kwanza. Hataki mambo mengi. Ni mtu ambaye ana take time yake, slowly by slowly. Ndiposa aweze kusaidia watu. Sasa wewe ukiwa chini yake, haya ndiyo mambo unaanza kujifundisha. Na wakati kuna jambo unaona haliendi vizuri, you have to consult. Na hauta consult yeye. Kumbuka yeye kama nabii, kuna watu ambao wako chini yake. Sasa hawa unao consult hawa ndio watakupatia mashauri, kwa sababu wamemuelewa. Wamemuelewa. Na baada ya kumuelewa watampatia, wanasema ndugu fulani alikuwa hapa, alikuwa anataka mashauri haya. Sasa tusiwe na hiyo familiarity. Ukitaka kufaulu na nabii yoyote, tosha roho ya familiarity. Kwa sababu roho ya familiarity imewachanganya wengi. When you familiarize, ninapokujua zaidi, nitafika mahali dada Ndagire, nitakosa kukuheshimu. Nitakuchukua kama wewe ni mtu wa kawaida. Na ninapoanza kukuchukua wewe ni mtu wa kawaida, sasa kile cha thamana ulichokuwa nacho sitakiona, bali nitaona ule utu wako. Halo? Kwa hivyo ninaomba kila mmoja wetu ambaye ananisikia, tukitaka kupokea kutoka kwa manabii wetu ambaye ni baba wetu Joe David Prophet, ninakuomba sana, tosha roho ya familiarity. Wewe nyenyekea, kuwa mtu ambaye hujui chochote. Kwa ukweli Mungu ametupa neema. Naweza nikahubiri, naweza nikatabiri, naweza nikafanya vyote, lakini nimekuja chini ya wingu la gurumo la nini? Ya upako. Siwezi kuvifanya hivi kwa sababu kuna baba wao. Na huyo baba ndiye anaweza akatabiri. Kwa hivyo mimi kile nataka nifanye, nikae, nijifundishe, nikunywe, nikule, baadaye anipe mashauri. Aniambie kijana wangu sasa nenda, maana ninaona kuna kitu kimeanguka juu yako. Basi nami ninapoenda, nikiona kwamba vitu vinafanya kazi, nisiwe mpumbavu. Rudi tena pale pale. Hiyo ni ishara ya unyenyekevu. Rudi pale. Uweze kumwambia baba, uliponituma mara ya kwanza, jambo hili na hili litendeka. Halo? Mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, atakuingiza sasa kwa ofisi ile ambayo Mungu mwenyewe alitarajia uingie. Sawa kabisa. Basi moja kwa moja, mpendwa mtazamaji wetu ambaye unaendelea kutuangalia kwa wakati huu, kwa mazungumzo haya, mimi ninaamini kabisa unaendelea kujengwa. Na labda nirudi kwako mtume, kuna jambo ambalo pia kwako nimelifurahia sana. Kwamba umejua pia namna ya kufika kwa nabii mkuu. Maana kuna watu ambao wengine labda ni watumishi wa Mungu, au watu tu labda waumini wa kawaida, au wengine ambao wanakuwa wana kiu ya kuweza kumuona nabii mkuu Mheshimiwa Dr. Joe David. Sasa kuna hali gani ambayo pia unaweza kuizungumzia kwamba hivi mfano mtu anaposema kwamba nataka kwenda kwa muonaji, ni vitu gani ambavyo anatakiwa pia aweze kuzingatia? Maana hiyo naona kwa wengine imekuwa hawaelewi, kuna wengine wanakuwa wanaelewa. Sasa hii unalizungumzia. Wacha nirudishe watu kwenye Biblia kabisa. Ndio. Wakati punda zilipotea, kipindi cha Sauli. Maandiko inasema aliona the best way is to look for a seer, kutafuta muonaji katika mji ule. Ndio. Na maandiko ikasema yeye mwenyewe alijisemeza mwenyewe kwamba siwezi kwenda kwa muonaji mikono tupu. Hata Waswahili wenyewe mnasema hapa, mkono mtupu haulambwi. Ni kweli. Sawa. Mara nyingi ukitaka kupokea kwa nabii wako, the only way to connect from your prophet, number one, you connect. Una connect. How do you connect to your prophet? Kwanza unatambua huyu ndio nabii wangu. Ndio. Ukisha connect kwake, una connect na mbegu yako. Namba ya pili, after connecting, you
after connecting, now unaingia to, after connecting, you now go to what we call collecting. What the man of God has. Unaanza collect. You connect, after connecting, then you collect. Now, watu wengi wanataka tu kuconnect na nabii kwa njia ya kawaida. Huyu nabii unayekuja kumuona, ukumbuke kwamba amejiandaa, amefunga, ameomba. Na baada ya kuomba, Mungu amempatia neema. Sasa unapokuja mbele zake na ile mbegu yako kidogo, kidogo kila ambacho Mungu amekuneemisha, unapokiweka mikononi mwa nabii, immediately the heavens opens, na Mungu anampatia rema ambayo inakuja juu ya maisha yako. Kwa hivyo wengi ambao wanakuja kwa manabii wanataka kuombewa, wanataka kufanya nini, kama hauta value the anointing on that man of God, that anointing will never work for you. You have to put value on something. Nimetoka Kampala, nimetumia ndege, nimelipa hoteli. That is value. Na si kuja tu kwa mdomo kaya, bali nilikuja na nikaweka kitu mikononi mwa nabii, kwa sababu nimevalue kile kiko ndani yake. Now this is another thing I want to explain again. That once you get a true prophet who is your man of God, kuna vitu 7 ambazo lazima zifatike. Namba ya kwanza, you follow the teaching of the man of God. Lazima ufate mafundisho. Lazima uelewe mafundisho yake. Ni lazima uelewe what he stands for and what he believes for. Watu wengi wanaenda tu kama gari ya moshi ambayo inaenda bila break. Unaona? So ni lazima kwanza unapo connect na huyu mtu, kitu cha kwanza ni understand his teaching. Ni mtu anafundisha nini? Kwa sababu yale mafundisho ndiyo yanakujenga na kukufanya kumvalue. Hallelujah. Number 2, you have to defend the ministry, or you have to defend the interest of your man of God. The interest of your man of God. That is the first thing you need to do. Number 1 is to follow the teaching. Number 2, it is to act the interest of the man of God. Hallelujah. Now, number 3, which is very honor your man of God. Muheshimu mtu wa Mungu. Muheshimu nabii ambaye Mungu amekupatia. Na huyu nabii tunamheshimu namna gani? Huyu nabii unamheshimu namna gani? Unamheshimu kupitia matoleo. Zile blessings ambazo unaleta. The sacrifice ambazo unaleta. Unasema, mtu wa Mungu wangu huyu amenitabiria hivi, nimeona Mungu akinibadilisha, mbona nisiende nikarudisha shukurani? Kurudisha shukurani kwako ndio kumheshimisha mtu wa Mungu. Unaporudi na kusema, Papa Jodevi Prophet, uliniombea, Mungu akabadilisha maisha yangu, nilikuwa sina mtoto, sasa nimepata mtoto, nimekuja kutoa shukurani. Hiyo shukurani ndio hona ambao unapatia mtu wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Number 4, which is very important, desire the grace of the man of God. Tamani neema iliyokuwa juu ya nabii wako. Itamani. Hallelujah. The grace of a man of God is the presence and the power of the Holy Spirit. Ni lazima uitamani. Vile mimi niliona kwa television, nikaitamani, nikasema, Mungu, hey, kama ningelikuwa hapo Tanzania jamani, ningekuwa naipokea kila siku ragadoshously. Lakini sasa nifanyeje? Na ndio naona nikajaribu juu chini, nikapigana vyovyote vile niweze kuja hapa nipate hii neema, advanced anointing. Advanced anointing. Sio mafuta ya kawaida. Kitu kwanza kilinivutia sana kwa baba. Ni kitu cha ajabu sana. Simplicity. Hana haraka. Vitu vyake ni slowly lakini vinaenda. Slowly but sure. Slowly but sure. Hallelujah. Na nikasema nimeng'ang'ana na kemea pepo. Toka. Paka unatoka jasho na kemea pepo moja. Nikasema lakini tangu nimejiconnect na hii mafuta. Laduzadea. Vitu vinaanza kubadilika. Hatung'ang'ani na pepo, mara moja inatoka. Inasikia tu sauti ya nabii. Fire inaondoka. Kwa hivyo ninashukuru. Kwa hivyo jambo lingine ni kwamba you have to desire the grace. Kuna wengi wana desire the grace but they don't want to connect the grace. Jambo la 5 ni kwamba value the voice and the instruction of your man of God.
Ni lazima kwanza uheshimu sauti Sawa. na ile instruction ambayo ni maagizo ambayo yamepeana. Sawa kabisa. Kama Jumapili hii kuna maagizo ambayo alitupatia, na Jumapili ambayo inafuata kuna maagizo ambayo amepeana. Sasa ukitaka kufaulu, kuweza kutembea katika the prophetic realm, ni lazima uwe mtu ambaye unaweza kusikia sauti ya baba yako na kufuata maagizo. Ni wengi ambao wanasikia sauti, lakini ni wengi ambao hawafuati nini? Maelekezo. Kwa hivyo ninakuomba wewe ambao unanisikia, ni vizuri kusikia sauti. Jambo lingine pia ni vizuri kufuata maelekezo. Kwa sababu nabii yoyote ambaye ameitwa na Mungu na ana mafuta ya Mungu, kama baba wetu Prophet Joe Devi, Mungu anampatia maagizo. Hiyo maagizo ndiyo kifunguo chako cha kwenda kwa next level. Hiyo maagizo ndiyo breakthrough yako. Usipoifuata hiyo maagizo, ndugu yangu, dada yangu, utabaki kwa mataa. Halo, jambo lingine nataka niseme ni kwamba work on yourself. Jifanyie kazi. Jiondoshe kwenye mikosi na balaa. Ingia katika neema. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Sawa kabisa. Naam, basi moja kwa moja mtazamaji wetu ambaye unaendelea kututazama kwa wakati huu, ninaamini kabisa kwa haya ambayo mtumishi wa Mungu anayazungumza, Mtume Andrew Okusu kutoka Kampala, Uganda, ninaamini kabisa na wewe pia umeweza kuyadaka, umeyazingatia na yamekugusa, na sehemu mojawapo ya wewe kuweza kujifunza pia, mtazamaji wetu. Sasa muda wetu Apostle ukiwa unaenda, maana naona zimebaki dakika chache tu tuweze kumaliza kipindi chetu. Labda kwa upande wa watazamaji ambao wanatutazama, labda utaweza kuwaombea watazamaji wetu kabla hatujamaliza kipindi, uweze kuwatamkia baraka. Amen. Maana unajua kila ambacho unakizungumza, mwingine labda anapokea na kidaka, anasema labda kweli nahitaji kuwa mnyenyekevu, na mimi ninahitaji kuwaelewa manabii, na hasa tukimzungumzia nabii mkuu. Mwingine anahitaji hizo baraka. Amen. Na mwingine anataka kubadilika kama ulivyobadilika katika kutia haya mafuta. Ndio, labda kwa wakati huu uwatamkie baraka wa. Kwa hivyo kwa ajili ya neema iliyopo kwenye ngurumo ya upako na neema ambayo iko juu ya baba wetu Prophet Joe Devi, nataka niombe tu ombi moja. Baba wetu, katika jina la Yesu, na kushukuru kwa huyo mtazamaji ambaye anatuona sasa. Naomba neema na kibali cha Roho Mtakatifu kikaweze kuwasaidia watu ambao wana matatizo mbalimbali. Mungu wa mbinguni, waondolee hayo matatizo. Walio na visirani viondoe, walio na magonjwa waponye, walio na kansa zote zikakauke katika miili yao. Baba, nimesimama na neema ya baba wetu Prophet Joe Devi. Saidia huyo mtu ambaye biashara yake imekufa. Saidia huyo mama ambaye hana watoto. Saidia huyo ndugu ambaye hana kazi. Kwamba wiki hii ambao tunaiendelea ikawe ni wiki ya baraka katika jina la Yesu Kristo. Acha Mungu wa Prophet Joe Devi akutendee ishara na muujiza katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Naam, basi kwa kumaliza, labda kwa kuaga watazamaji wetu, kuna kitu gani ambacho labda kiko moyoni ungependa kukizungumza? Now, my brothers and sisters, let me speak in English. It is a privilege when you come before a great man of God. I'm happy to have come to Arusha and met the grace that I met here. My prayer is, can we become partners to this great work? Because such a great work needs men and women. And I know there are men who are watching me. You have a lot of money in your house. Maybe the money you have, you want to buy things but you're not seeing. But if you can put that money into the right use of supporting the work of God, God will really bless you. This great work is not only for the people of Arusha, only the people of Tanzania, but this is a global work. I compel you in the name of Jesus. Send your $1,000, send your $10,000, send even your $100,000, $100,000, so that we can support this work. Because this work is not limited only to this place, but is a global work. And when you support this work, I want to assure you that your life will never be the same again. Men who have supported the work of God, men who have been giving towards the kingdom of God, they are men today who have become outstanding. They have become a voice
wherever they are. I challenge you in the name of Jesus. Go into your account. Go into your money remits. Send in something towards this ministry. As the number you will be seeing, send something toward this ministry, and let us push this gospel to the next level in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Yeah. Asante sana Mtume Andrew Okusu kutoka Kampala, Uganda, kwa kuwa pamoja nami katika kipindi hiki cha NYU Special. Nafurahi sana. Na tunaamini mtazamaji wetu pia ambaye anatuangalia kwa wakati huu. Lakini kumbuka, katika kipindi hiki cha NYU Special ulikuwa nami mtangazaji wako Christina Ndagire. Kwa heri kwa sasa. Bye bye.